Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pamela Paterni Laswai. Ndio. Niko hapa kumshuhudia Mungu. Karibu. Nakumbuka nilijiunga na kanisa mwaka jana tarehe 16 mwezi wa 4. Nilikuwa napita wakati mgumu sana na nilishashuhudia Mungu aliniponya. Kwanza alianza na ufahamu wangu na kuondoa ugumu kwenye moyo wangu, kisiro ya kisasi. Lakini niliendelea, nilikuwa na mzigo sana kwenye ndoa yangu pia. Kwa hiyo nilivyojiunga hapa nikawa namuomba Mungu ili tuweze kuwa pamoja kama familia. Sawa, niliolewa 2011 mwezi wa 10. Nilikuwa nimetokea makanisa haya, nilikuwa nimeokoka, mume wangu alikuwa Anglican. Kwa hiyo nilifunga ile ndoa ya Anglican ile siku moja tu. Kwa hiyo tangia pale tukawa tuko separate. Yeye anaenda Anglican na mimi na kuna sali naendelea na makanisa yetu. Kwa hiyo ikawa kunaleta ugumu sana, hatuko pamoja, vita vikainuka, nikawa napata mashambulizi sana kwenye ndoa. Ilifika kipindi kwamba ndoa ilikuwa yani haiwezi kuendelea, na nilipata support kwa wazazi hata kanisani. Lakini nilivyojiunga mahali hapa, kabla sijajiunga mahali hapa, Mungu akananiinulia watu kwa habari ya ndoa, akiniambia kwamba hiyo ndoa ni ya mpango wa Mungu na ukiondoka hapo hakuna unachokifanya. Kwa hiyo watu wanainuka. Baadaye nikaja ngagundua kwamba tatizo lilikuwa liko upande wa familia yetu, kwenye upande wa wazazi wangu, na zilikuwa ni roho ya mizimu. Nilivyoendelea kujifunza mafundisho ya hapa, kwa hiyo alikuwa anataka nisikae kwenye ndoa kama ilivyokuwa kwenye desturi. Nikiangalia kwa bibi yangu, nikiangalia kwa mama zangu, hakuna mtu aliyekuwa anakaa kwenye ndoa. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni kitu cha ajabu mimi kuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo vilinuka vita, na nilipojua kwamba sio mume wangu tatizo, kwa hiyo tatizo ni adui anamvaa mume wangu na mimi. Kwa hiyo ili ndoa ivunjike, ili zile roho zipate uhalali. Kwa hiyo nilipoingia hapa haikuwa rahisi, sababu mume wangu alikuwa amekataa kabisa kujiunga kwenye hao makanisa. Anasema siwezi kwenda kwenye hao makanisa madogo. Lakini mwisho ikawaje? Mwisho nilipoingia tu hapo mwaka jana, tukumbuka tuna miaka 13 ya ndoa. Nilipoingia hapa mwaka jana mwezi wa 4, mwaka huu haikupita, mwaka huu Januari alikubali kuja mahali hapa, na sasa tuko pamoja na ni mshirika wa mahali hapa. Namshukuru Mungu sana. Kama yuko hapa, mbona umekuja mwenyewe hapa? Nimemsi. Mara nyingi nilikuwa napenda kushuhudia, lakini ananiambia tutasubiri. Haikuna mambo nayaona yako sawa, na uliposema Jumapili ijayo imetupasa kushuhudia, sababu mimi ndio ilikuwa hitaji yangu. Mwite haraka. Mwite mume mtu. Na kuomba mume wangu je. Yaani mimi ningeitwa namna ningekimbia kama pigeon. Yuko hapa? Saidia kumshangilia, maana anajitahidi kukimbia kama pigeon. Atuendelee mpaka ufike hapa. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Huyu ndio mume wako? Ndio mume wangu. Amen. Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu, haikuwa rahisi. Yaani ujue mtu unaongea naye, yaani akawa na roho ya hasira. Yaani hata unaweza kuingia maombi unaambiwa funga basi siku 7. Unafunga ile siku ya 7. Yaani adui ni kama anainuka ndani yake. Yeye unaona kabisa shetani ndo anamtumia yeye. Yaani kuna siku hadi niliondoka nyumbani usiku na ni siku ya 7 nimefunga. Kwa hiyo ikawa ni vita kali sana kwenye ndoa. Kwa hiyo nimepita pagumu na bado nilikuwa naendelea kupita, lakini Mungu alivyomleta hapa, yani nimeona upendo wa Mungu kwetu, anaendelea kutufungua, naona maendeleo kwenye familia, juu ya watoto. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi. Ni Yesu wa mahali hapa, ni nguvu ya madhabahu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kutuunganisha. Yani hata ukiongea naye anakuambia tumechelewa sana, tungefika mapema tusingekuwa hapa tulipo. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana. God bless you. Dr. Mungu akubariki sana. Anachosema mama ni kweli? Yeah, 100% ni kweli.
Amen. Amen. Sompe Yesu makofi yenye nguvu. Jesus. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameunganisha pamoja tena. Kama familia tunakuja pamoja na watoto. Japokuwa yeye yuko busy ni daktari, kwa mimi natangulia na watoto, lakini yeye ana make sure kuja, ndio maana amechelewa, amekaa viti vya kule nyuma, lakini hata kama haji anakuambia nimemfuatilia mtumishi. Yeye amekuwa zaidi yangu mimi. Hata mtumishi wake ameniambia huyu ataenda zaidi yako wewe. Mpe Yesu makofi. Clap for Jesus. Kwa hiyo ushauri wangu ni msii mama ambaye anaona kwamba familia iko pamoja, maana ni mzigo wa mama sana kuona baba hatuko huko pamoja na familia yako. Sehemu hii ni sahihi na Mungu atawaweka pamoja, maana Mungu yeye ni wa familia. Amen. Mungu yeye ni wa familia. Amen. Mungu akubariki sana Dr. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Na akawafanyie na yote aliyokuwa yako mioyoni May he mwenu. do everything that you wish in your heart. May God katika jina la Yesu Kristo, na uzima huu ukawe ndani yako katika jina la Yesu Kristo aliye. Amen. Amen. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you. Barikiwa sana.